Crazy Rocket, now available on PMBet. Sasa tuende moja kwa moja kwenye hili ambalo tumekuwa tukilijadili kuanzia asubuhi. Tunaona wizara ambayo yenye wajibu wa habari, sanaa pamoja na michezo huko wameita kikao hicho, na kubwa zaidi maana yake kulingana na kile kilichokuwa kikiendelea ama kinaendelea mpaka sasa, ikiwemo msimamo wa upande wa viongozi wa klabu ya Yanga ambao wamekiri mara nyingi kwamba hawatapeleka timu tena kwa ajili ya mchezo wa marudiano. Tuliona kauli za viongozi wa Yanga wakati wanaingia zaidi wakisisitiza kwamba wanataka wakasikilize ni nini ambacho viongozi wa wizara wanataka kusema. Sasa viongozi wa Yanga wameshatoka na muda si mrefu, na kiongozi pekee aliyezungumza angalau kidogo pale ni Engineer Hersi, ndo alitoa neno baada ya kutoka pale nje. Na kile alichokizungumza ni kimnukuu hapa, bila shaka tutakisikia pia. Anasema tumefikisha ujumbe wetu tuliokuwa nao kwa waziri, na niwahakikishie wanachama wa Yanga kuwa viongozi wao ni imara na tutapigania maslahi ya klabu yetu. Sasa Alex, kitakuwa tayari hicho tukisikie kwanza. Basi twende kwanza tuzungumzie hiki Juma. Kauli ya Engineer Hersi baada ya kutoka, yeye anasema tumefikisha kile ambacho wamefikisha ujumbe wao waliokuwa nao kwa waziri, na anawahakikishia kwamba viongozi wao ni imara, tunapigia maslahi ya klabu yetu. Kubwa zaidi lilikuwa kwao wakidai kwamba zile alama 3 za ule mchezo wapewe, lakini pia endapo kutakuwa kuna mechi nyingine itatangazwa kwa ajili ya marudiano, wao hawatapeleka timu. Hiki ambacho nakizungumza kwamba uongozi wao ni imara na wao wamepeleka ujumbe wao kwa waziri, itakuwa ni lile la msimamo wa kupewa alama 3 na kutokurudia tena mchezo ambao kama ilikuwa inatajwa na TFF walivyoeleza kwamba watataja tarehe nyingine ya mchezo dhidi ya Simba. Unajua kwenye situation hamna mtu ambaye yupo kwenye wakati mgumu kama Engineer Hersi Said, si ndio? Anapata wakati mgumu abakie sehemu gani? Unajua bahati mbaya zaidi ni kwamba wao ndo walikuwa ni wa kwanza kuweza kutengeneza hilo shinikizo kwamba hatutacheza mechi yote tofauti na mechi ya leo, kwa maana ya tarehe 8 ya mwezi wa 3 siku hiyo. Na walizungumza kwamba baada ya wao kuweza kuondoka, tulianza kuona pia viongozi wengi wa Yanga wakiposti pia kwenye peji zao za Instagram wakisema kwamba mechi ya leo imekwisha, focus yao na kwenye mechi ambazo zitakazofuata. Na kikubwa zaidi kama ulivyozungumza, walikuwa wanahitaji vitu viwili. Cha kwanza walikuwa wanahitaji alama 3, jambo jingine walikuwa wanahitaji pia magoli 3. Lakini barua iliyokuja pia kwa mara ya pili ilienda mbali zaidi kuweza kukosa imani na baadhi ya viongozi kutoka kwenye upande wa bodi ya ligi, kwa maana Almas Kasongo pamoja na Steven Mguto. Kwa hiyo ukiangalia barua ya kwanza ilikuwa inaashiria kwamba Young Africans hawatacheza mechi yote tena na Simba katika upande wa huu msimu. Barua ya pili pia ilikuwa inaashiria hivyo kwamba hawatacheza pia mechi yote katika huu msimu. Kwa hiyo ilienda pia mpaka kwa upande wa mashabiki. Na ni ngumu kwa sababu ugumu unakuja sehemu moja tu pekee, kwa sababu wao wakikaa wanapima pia uzito wa tatizo kwamba wakati sisi mechi yetu ipo, Simba walitoa barua kwamba hawatacheza mechi na bodi ya ligi walienda wakafiki hilo jambo. Kwa hiyo kitendo cha wao kukubali kwenda kucheza tena kwa mara nyingine, inawezekana wao wakajisi kama vile ni wanyonge ndani ya bodi ya ligi. Kwa hiyo kila mmoja anajaribu zaidi kuweza kutunisha nguvu yake na kuona kwamba kila mmoja anasikilizwa na upande wa bodi ya ligi. Lakini kitu kimoja ambacho siamini kama kinaweza kutokea, kama tunaweza tukampata bingwa pasipo mechi ya Simba na Yanga kuweza kufanyaje, kuweza kuchezwa. Ndio maana serikali kupitia wizara ya michezo aliona ili jambo aliko fair, ngoja tuwaite wote kwa nyakati tofauti, tukae nao chini tuhakikishe kwamba ni sehemu gani ambayo tunaweza tukasolve ili tatizo na mwisho wa siku mechi kafanyaje, ikachezeka. Lakini naamini pia serikali wanaamini pia mechi, yani wao shauku yao kubwa ni kuona kwamba mechi ipo na mechi inaenda kuchezeka. Bodi ya ligi nao pia shauku yao kubwa ni kuona kwamba mechi inaenda kufanyaje, inaenda kuchezeka. Yanga walichokitengeneza mpaka sasa kwa upande wa mashabiki wao
ni kuaminisha kwamba mechi hatutofanyaje, hatutocheza. Kwa hiyo kama itaenda tofauti na hapo, nadhani reaction ya mashabiki pamoja na wanachama klabu ya Yanga itakuwa ni kwenda against pamoja na viongozi wao. Lakini nimeona pia kuna video clip baada ya Hersi kutoka kaongea na waandishi wa habari, alivyotoka nje pia wanachama wa klabu ya Young Africans walimsimamisha pia, na alitoka nje akaongea nao. Inawezekana pia aliwapa pia tamko la klabu kwamba bwana, msimamo wetu pia uko pale pale, ondoeni nini, ondoeni shaka. Kwa haya yote ni wao pia wanashindwa kubaki kwenye upande upi sahihi. Je, kufuata busara za serikali ama kufuata maslahi ya klabu kwamba mechi hatutocheza? Naam. Sasa kabla hatujaenda mbele, tamani kwanza turejee kwa yule aliyepo uwanjani, tumtafute bwana Petro Mzigu aweze kwanza kutugusia kabla huenda mambo mengi hayajawa huko na hapa na sisi tujafika mbali. Atuambie hali ikoje, lakini pia wapo tangu asubuhi kule, nini ambacho wanakiona kitakuwa hatima ya kikao hicho ambacho kimeanza mapema leo. Tutafute bwana Petro huyo senior. Petro Mzigu. Yes, hello. Ndiyo Petro. Kwema studio. Ase kwema, tunakupata vizuri tukiwa hapa studio. Bwana mimi pamoja na mwenzangu Hussein Kimonje. Ndiyo. Timu nzima ya TMTV kwa ujumla bado tuko hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Ndiyo. Na kama inavyofahamika, ndiyo, kikao cha serikali kupitia Wizara ya Michezo, ndiyo, TFF, bodi ya ligi, Simba na Yanga bado kinaendelea. Naam. Lakini Yanga ambao waliingia kwenye kikao majira ya saa 4 asubuhi ya leo, ndiyo, wao wametoka hivi sasa. Naam. Kama ambavyo watu wanaendelea kufuatilia video ambazo zinaendelea kupanda kupitia TMTV na kwenye mitandao yetu ya kijamii. Ndiyo. Na hivi sasa wameingia viongozi wa Simba. Ndiyo. Kwa maana ya kwamba Salim Abdalla, Try Again, CEO ameingia, lakini vile vile Murtaza Mangungu na wajumbe wengine wawili wa bodi ya wakurugenzi ndani ya Simba. Naam. Sasa tumefanikiwa kuongea na viongozi wa Yanga. Ndiyo. Ambao wametoka kwenye kikao hicho. Amezungumza Alex Ngai ambaye ni mjumbe wa kamati ya utendaji ya Yanga. Ndiyo. Na ameeleza kwamba kilichofanyika ni Yanga kupeleka mashauri yao mbele ya waziri. Ndiyo. Na kwa kile ambacho kitaendelea wao wanaachia mamlaka husika. Ndiyo. Kwa maamuzi zaidi, lakini wao kwa upande wao yale yote wanayo ya demand, ndiyo, matakwa yao tayari wameshayawasilisha. Lakini vile rais wa Yanga Hersi, ndiyo, engineer ameozungumza pia. Engineer Hersi ameeleza kwamba waziri alianza vizuri kwanza kwa kusema kwamba wizara haijaita kikao hichi ili kufanya maamuzi. Kwa hiyo kama watu wanatarajia kwamba kikao cha leo kitatoka na maamuzi kuhusu dabi, kwa mujibu nikitafsiri kauli hiyo Engineer Health, ni kwamba hilo kwanza halitafanyika. Ndiyo. Na nafikiri waziri amezungumza hivyo ili kuondoa ile dhana ya serikali kuingilia maamuzi ya masuala ya kimichezo moja kwa moja. Ndiyo. Lakini alichozungumza waziri ni kwamba lengo la vikao hivi ni kupata njia sahihi ya utatuzi wa swala hili. Ndiyo. Kwa maana hiyo baada ya vikao hivi kumalizika, kwa sababu Engineer Hersi, ndiyo, rais wa Yanga amezungumza hakitakuwa kikao cha mwisho. Ndiyo. Kwa maana kama wanatarajia kuendelea kuwa na vikao vingine na waziri. Naam. Kwa pengine mara baada ya vikao hivi, ndiyo, swala litarudishwa kwa mamlaka husika kwa ajili ya njia sahihi. Ndiyo. Ya kuja na majibu kuhusiana na dabi. Kwa hivyo hayo ndio yaliyotokea kwa upande wa yale yaliyojiri katika kikao. Lakini wakati gari ya Rais Hersi inatoka, umati wa mashabiki wa Yanga ulikuwa umejaa nje ya lango kuu la Benjamin Mkapa. Ndiyo. Na umati huo ulikuwa unashinikiza, ndiyo, mwenyekiti kutoa neno, rais kutoa neno kwa ajili yao.
na kweli rais wa Yanga Engineer Hersi alifungua mlango wake wa gari na akasimama juu akawaita wananchi, ndio nyinyi sio mmefichagua viongozi kwa ajili ya kuyasimamia yale ambayo mnayataka. Wakaitikia ndio, akasema asanteni, akaingia ndani ya gari akafunga mlango bana na mashabiki wakawa wameenda wanajisukuma gari la engineer huku akiimba hatuchezi. Kwa hivyo wao wana imani na kauli ya rais kama yeye mwenyewe anatambua kwamba yuko pale akisimamia matakwa ya wanachama wa Yanga na mashabiki. Ndio. Basi kile ambacho kimewasilishwa ndani ni msimamo wa kile ambacho mashabiki wanakihitaji kuhusiana na swala la ndani. Naam, Petro, kwa uchache pia hapo, kwa namna ambavyo umeona mwitiki, yani ile hali aliyotoka nayo rais, ile shauku waliokuwa nayo mashabiki nje, na kauli ya waziri kwamba hawajaita pale kwa ajili ya kutoa maamuzi ya hatima ya kile ambacho kilitokea, bali wamekuja kusikiliza na wataachia mamlaka husika za kimichezo ndizo ziamue. Kuna dalili zozote huenda furaha hiyo wanayanga wanaoitafuta kwamba hawachezi, wanataka zile alama zao wapewe, watapata kulingana na hali ilivyokuwa hapo uwanjani? Tumezungumza na mashabiki pia. Nisingependa nizungumze kwa kuhisi, kwa sababu kwa namna nilivyoona sura walizoingia nazo viongozi ndizo walizotoka nazo, kwa maana ya kwamba hatucheki na wowote. Ndio. Lakini kwa kile ambacho mashabiki pia tumezungumza nao, wana demand zao. Msimamo wao mkubwa ni kuona bodi ikijiuzulu. Wameenda mbali zaidi na kutaka hata viongozi wa TFF wajiuzulu, lakini ni kama mkazo wao sasa upo katika bodi. Wao wanahitaji uwajibikaji zaidi, kwa maana ya kwamba kuona viongozi wanachukua hatua ya kuondoka katika madaraka na mamlaka ambayo wako nayo. Naam. Hilo ni jambo la kwanza ambalo nimeliona kwa mashabiki. Jambo la pili, wanakuja kutofautiana katika mitazamo ya baada ya bodi kujiuzulu nini kinafanyika, lakini kwa sehemu kubwa nachojaribu kukiona ni kwamba endapo bodi itajiuzulu kwa namna ambavyo mashabiki wanaongea na wanaonekana, hii itakuwa ni hatua ya kwanza pengine kwa upande wao, ndio, katika kuelekea pengine kukubali dabi kuchezwa. Naam. Tumalizie na hili Petro, tumewagusia zaidi Yanga, tuliwataarifu kwamba viongozi wa Simba wataingia, lakini pia tukaripoti kwenye mitandao yetu ya kijamii tayari viongozi wa Simba wameshafika na kuingia ndani. Mashabiki wa Simba na unao walikuwa kwa wingi kama ilivyo Yanga hapo nje, na mwitikio wa kuwapokea kuwaona viongozi wakiingia. Tuliona mwenyekiti wa bodi Murtaza Mangungu akiingia na viongozi wengine hapo. Try Again alifika hapo. Wamewapokeaje? Nao wanasemaje? Kuna chochote ambacho walidokeza cha muhimu ambacho kinawapa matumaini mashabiki kwamba kile kilichotokea tarehe 8 Simba walikuwa ndani ya kanuni na mchezo upo pale pale, wataingia uwanjani tena kwa ajili ya marudiano? Tangu nimefika hapa maeneo ya uwanja wa Mkapa Temeke, ilikuwa ni yapata saa 2:17 asubuhi mpaka hivi sasa saa 10:04. Unaweza kufanya makadirio ya masaa takriban 8 niko hapa. Ndiyo Petro. Katika macho yangu sijatia rangi yoyote nyekundu machoni zaidi ya bajaji ambazo zinakatiza katika maeneo haya. Bana we. Hii inatoa tafsiri kwamba sijaona shabiki yoyote wa Simba. Inawezekana yupo maeneo haya lakini pengine hajavaa jezi yake. Ndio. Kwa siwezi kumtambua. Lakini hakuna wingi wa mashabiki wa Simba kama ambavyo imekuwa kwa Yanga. Na swala hili kwa Simba haionekani kuwa na shida. Ndio. Hasa kutokana na kwamba wao jambo linaonekana, na hata ukiangalia katika mitandao ya kijamii wanaongea zaidi ni mashabiki wa Yanga. Simba wakiona kama liko sawa. Wao ndo wanaona zaidi, lakini kwa upande wa Simba hata ukiangalia idadi ya watu waliokuja kuwakilisha Simba katika mkutano huu, ndio itakupa picha kwamba kwao pengine swala hili kwa upande wao haliko na katika mosheli ule ambao na taswira ambayo kwa Yanga wamekuwa nayo. Naam. Kwa hivyo kwa upande wa Simba
taswira pekee ya jambo zima namna lilivyo tunaweza kulipata kwa viongozi pekee ambao ndio wameingia katika mkutano. Na utakuwa unaona Yanga wamefika saa 4 lakini wamekuja kutoka majira ya saa 9 alasiri. Ndio. Wametumia takriban masaa 5 hapo. Sidhani kama kwa Simba itaenda kwa muda huo, kwa sababu yaonekana pia demand za Yanga ni nyingi zaidi kuliko labda Simba ambao watawasilisha. Basi Petro, tunashukuru kwanza. Kama kutakuwa kuna lolote tutakurudia, lakini pia tunaamini kuna mengi ambayo mtaendelea kutufikishia kupitia YouTube channel yetu na kurasa zetu za mitandao ya kijamii, na mfuatiliaji wetu akaendelea kufahamu huko. Bwana, hapa ni kama chumba cha sindano kwa daktari. Ndio. Anaingia kwa zamu. Ndio. Anapata dozi yake na anatoka. Tutakuwa tunaendelea kuripoti kila ambacho kinaendelea kutokea hapa Benjamin Mkapa. Watu waendelee kukaa tu karibu na kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii PMTV TV, lakini vile vile PMTV Tanzania kwa upande wa kurasa wetu wa YouTube.